Nipo na Mwalimu Yanga. Huyu ni mwanachama na shabiki wa klabu ya Young Africans. Tuko hapa kutokea makao makuu ya klabu. Jana umetoka kubeba ubingwa mbele ya mtani wao. Karibu sana tuzungumze kwa pamoja. Jalangu ni Teritino, nyuma ya kamera yuko Adam Almasi. Vipi? Niambie. Uko vizuri? Niko vizuri Teddy. Unaendelea? Mungu ni mwema. Tunaendelea, tuko vizuri na leo tuko tuna press nzuri kwa ajili ya parade ya ubingwa. Of course sisi tuko vizuri kwa kujiandaa kwa parade kubwa ya ubingwa. Ni kwanza kwa ubingwa jana mmeubeba mbele ya mtani. Ukitupa hongera utakuwa kama unatuonea. Kwa sababu ubingwa mwaka huu ulikuwa ni ubingwa wenye changamoto nyingi sana. Watu walilala jela ili ubingwa upatikane. Kuna watu walikufa tarehe 8 Machi. Mshabiki wa klabu ya Yanga na mwanachama alikufa tarehe 8 Machi kwa ajili ya kupambania klabu yake kupata ubingwa. Tulipigwa faini za kutosha ndani ya msimu huu. Kwa ni ubingwa ambao wenye maumivu. Ubingwa ambao ukopo ukisimulia kwa akili ya kawaida au kwa mawazo ya kawaida unahisi kama ni ubingwa mwepesi sana, lakini ubingwa msimu huu ndio ubingwa mgumu kuliko ubingwa wote. Tumepitishwa katika nyakati ngumu sana, katika barabara yenye miba, yenye changamoto, lakini mwisho wa siku tukawa mabingwa ligi kuu Tanzania bara. Kwa ubingwa huu sio wachezaji tu. Ubingwa huu sio viongozi tu. Ubingwa huu sio wanachama tu. Ubingwa huu ni kila Mtanzania mwenye kupenda haki na kupenda mpira, maana yake kukubaliana na ubingwa namna hii. Ubingwa wa jasho na damu, wa maumivu ya kutosha, kulala jela, kila aina ambao unafahamu yeye mambo mabaya, klabu hii imepata ndani ya msimu huu. Klabu hii imeshambuliwa kila aina. Kila chao nchi alishambulia hii klabu. Wachambuzi ambao ni vibaraka walipewa pesa kwa ajili ya kushambulia klabu hii. Klabu yenye historia kubwa, lakini ndani ya msimu huu ilipita katika hatua ngumu zaidi kuliko klabu yoyote duniani ndani ya msimu huu. Tukisema kitu tunakunyangamia, manake tuna kila sababu kwa kujipongeza. Kwa mwaka huu tuko na wachezaji bora zaidi, ndio maana tumeongeza pointi nyingi kuliko mwaka jana. Unaipata kwa kitu hicho. Kwa maana kila mwaka kunaboresha kikosi ili tuwe bora zaidi kuliko mwaka uliopita. Lakini mwaka huu pamoja na kuchukua hizo pointi hizo, ndio mwaka ambao tumevuja jasho na damu kwa sababu ya mazingira ambayo nimekutajia katika muktadha huo. Inawezekana kwa kinumbers tulikuwa na pointi nyingi, tumechukua mechi nyingi na tumefunga mechi nyingi. Msimu huu tumefunga almost vilabu 12 home and away, 12. Vilabu vitatu tu ukiacha Azam, ukiacha JKT na nani mwingine na Tabora United. Hawa ndio pekee yao kuchukua home and away. Tafsiri ya haraka, pamoja na kuchukua pointi 84, lakini kuna vilabu 12 viliteseka nyumbani na home and away. Na klabu ambao anabeba wenzake maana yake ni Simba ambaye amepigwa nyumbani na away ndio yuko juu, kwa sababu Simba alikuwa ni title contenders ambao wanahitaji kuwa bingwa na akafungwa na Yanga ili Yanga awe bingwa. Kwa tafsiri ya haraka hivi vilabu 12 wote tufunga msimu huu, maana yake tumetengeneza gap lingine ndani ya msimu unaokuja. Maana yake mwakani tuongeze, maana yake klabu kingine ile klabu ya 13 kuwafunga home and away ili kuvunja rekodi ambao ya msimu huu. Kwa kiujumla msimu huu ukopo na heshima yake. Na heshima kubwa ambayo tumeweka msimu huu, Yanga tumevunja rekodi yetu sisi wenyewe au rekodi ya makocha wengine wote. 2003 2004 Yanga chini ya Jack Chamangwana alikuwa ni kocha klabu ya Yanga. Ndio kocha pekee ambaye alifungwa mara 3 ndani ya dabi. Alifungwa Mwanza, alifungwa Tanga, alifungwa na Shamba la Bibi. Alifungwa na Simba. Mwaka huu imekuwa rekodi, Fadu ndio kocha pekee amevunja miaka 22 iliyopita. Fadu amekuja kuvunja rekodi kufungwa mara 3 ndani ya dabi. Kuna uwanja mmoja mara 3. Kapigwa Ngao Jamii, kapigwa ligi kuu, kapigwa ligi kuu. Yaani Fadu anaingia katika orodha ya makocha miaka 20 iliyopita. Fadu amefungwa sana kwenye dabi. Kwa hiyo mpuzi yote kuambia ni kocha bora, kwa hiyo ni mpuzi kuliko puzi, kwa sababu amevunja rekodi ambayo za watu ambao wamefungwa ndani ya dabi mara 3. Umeona pamoja, huo ni unazungumza ni ubora ndani ya msimu huu. Parade ni Jumatatu, lakini kesho kutwa mnaelekea Zanzibar kwa ajili ya finali kwenda kulitafuta kombe jingine. Mnakwenda kucheza na Singida Black Stars. Na hili linakuja. Ni jepesi ama nalo pia litaingia kwenye listi ya ugumu? Singida katika miongoni wenye kikosi bora msimu huu. Singida Black Stars ameleta wachezaji. Kwa ujumla ameleta wachezaji ambao ukisema kuna wachezaji ambao Singida waweza kucheza Yanga ni kweli. Ubora wa Singida msimu huu
tofauti na vilabu vingine vingi. Quality ya kina Soa, wachezaji ambao wamesajili wakina Debayo ni wachezaji bora zaidi kuliko hata vilabu vingine. Ndio maana katika mechi mbili Singida alipata goli mbele kwetu sisi. Katika 2-1 alipata goli la Soa. Lakini vile Singida mpiga goli moja bila. Tafsiri ya haraka, timu ambayo pamoja imechukua pointi 6 lakini Singida walitupa competition kuliko klabu nyingine. Singida anacheza finali amemfunga Simba. Kafunga 3. Si ndio? Kafunga 3-1. Sio timu ya kawaida kama unavyofikiria. Kwa hiyo ni mechi ni ngumu kuliko mechi yoyote ambao tumecheza ndani ya msimu huu. Kwa sababu ni mechi ya mwisho ya msimu kwa ujumla, overall. Ni msimu kwa ujumla. Lakini mechi ni ngumu kwa sababu Singida ana wachezaji bora. Lakini jambo la pili, la tatu ambalo linachagiza kuwa maana yake hii ni mechi ambayo tunaenda kuvunja rekodi yetu sisi wenyewe duniani. Kwa sababu msimu huu duniani timu ambayo ni rekodi msimu huu ni PSG peke yake. PSG ana vikombe 4. Yanga Sports Club ana vikombe 4. Kwa sisi na PSG ndio tupo katika daraja moja wenye vikombe vingi duniani msimu huu. Kwa Yanga akishinda ubingwa tarehe 29 anakuwa ni kikombe cha 5. Kwa anavunja rekodi duniani. Timu ambayo ya karne, timu imechukua vikombe vingi inakuwa ni Yanga Sports Club. Je, unataka hiyo historia tuivunje? Au unataka tuwe daraja moja na PSG tutupekee duniani msimu huu? Kwa hiyo manake ndio inachagiza mechi kuwa ngumu. Kwa sababu Singida kombe mara 5. Mbele manake katika ile kodi. Mechi itakuwa ngumu lakini tutaondoka Jumapili sisi mashabiki na Kilimanjaro saa 3 asubuhi. Kwa shabiki yeyote ambaye anataka kwenda, tukutane bandarini saa 3 ili kwenda kuchagiza kwa sababu nataka tuliteke. Tukiliteka tarehe 29 Jumatatu asubuhi. Tunaiteka tena ile boti. Tunakuja mapema ili tuende wapi? International Airport pale. Kwenda na kufanya upate. Kwa hiyo dadangu Teddy. Lakini kipekee lazima tuwashukuru mashabiki wanachama klabu ya Yanga. Msimu huu wamefanya kazi sana. Tuwashukuru wachezaji. Tuwashukuru viongozi kwa kazi waliyofanya. Lakini jambo kubwa kuliko lote, hawa wote unaona wachezaji hayo mafanikio ni kwa sababu kuna watu wamelipa kadi ya wanachama klabu ya Yanga. Yaani yes. Tuko na kadi hapa sisi hapa. Hii hapa. Umeona hii nimemsajili jamaa huyu hapa kadi. Hii kadi. Hii maana yake 29 ndio mchango ambao umesaidia kulipa mshahara. Hiyo 29 maana yake ni operation ya klabu ambayo imesaidia kwa maana yake ili tuendelee kuwa mabingwa. Hii tuendelee kwenda kutamba. Ni tekeleza. Za chama. Mazembe anakaa mwezi mzima Jangwani. Leo hii na Kaizer Chiefs wanataka kufundisha. Umeona vilabu vya Zanzibar wamekaa sisi ya 3 Afrika wenye wanachama wengi, yani ukiacha national zama mama mchoma vitumbua umuulize barabarani. Jivunie huu mfumo, lakini huwezi kujivunia lakini jambo kubwa ni lazima ulipie kadi yako ya wanachama. Tunaenda kuna mkutano mkuu wa AGM hapo tarehe 31. Kadi za ni jambo la msingi sana. Mwinti gani tumalizie kwa haraka ambayo hutoka uisahau? Kubwa Ukiamka unaikumbuka ambalo sahau ni moja kubwa moja sana ambayo imetokea. Ya kwanza msimu huu sio moja na mazungumzo mawili. Ya kwanza nimeshuhudia kwa macho yangu mwanachama anafariki kwa ajili ya kupambania klabu yake. Sijawahi kushuhudia kwa macho. Yaani inaumiza. Yaani mtu anapambania klabu yake mpaka anafariki, nashuhudia kwa macho. Nimeshuhudia kwa macho kwa mara ya kwanza msimu huu. Nakwambia kwa mara ya kwanza. Msemaji wetu amepigwa faini msimu huu. Nichangisha karibia milioni 5 kumlipia sio. Lakini ndani kwa ajili ya kupigania klabu hii. Sio, unanielewa? Hizo moment kumueleza mtu kawaida. Football inasababisha mtu anafariki. Football inasababisha mtu analala ndani jela. Ni moment ambazo nitakuja kuhadithia na ligi kuu kwa mwaka fulani 2025, 24 na 25. Kuna mtu alilala jela kwa ajili ya klabu hii ambayo ilipigania uhuru. Kuna mtu alifariki kwa ajili ya kuunga mkono klabu yake. Hizo ni moment ambazo mimi binafsi na wapenda soka zitakaa machoni na moyoni mwao. Kwa watu walikuwa wapia timu, walikuwa ni wazuri
bania au kupambania timu yao. Jambo kubwa zaidi, lakini msimu huu tumeona mafanikio ambayo inaonekana tukawa tumevunja rekodi. Vinne kuna hiyo klabu. Hiyo ni moment bora duniani. Kwa kwangu mimi binafsi hizo ni bora zaidi na ataleta chachu kwa msimu unaokuja. Msalimie Pablo. Mtazamaji, huyo ni mwalimu Yanga ambaye nilikuwa nikizungumza naye hapa, ni mwanachama wa klabu ya Yanga. Ametupatia pia momenti zake mbili ambazo hatokaa azisahau msimu huu. Si nzuri, zinasikitisha. Jina langu ni Teddy Tino, endelea kufuatilia Almasi Digital. Nyuma ya kamera alikuwa ni Almasi Adam.